Ni mkataba bora na ni mzuri na una manufaa kwa taifa letu. Unajua naona serikali wamebezi kwenye kuendeleza pale tulipoishia kwenye AFCON iliyopita. Ndio. Kwa mara kwanza Gamondi amepewa timu akiwa anakaimu na amepeleka timu kwenye 16 bora ambayo hatukuwahi kufika huko nyuma kwenye historia yetu. Lakini pia unaona hata kwenye 16 bora yenyewe namna tulivyotoka tumeandika historia leo. Kila mtu wa Afrika ambaye aliangalia mechi ile ameona kwamba Tanzania imedevelop kwa kiasi gani. Ndio. Ni kocha ambaye kwanza mazingira ya Tanzania anajua, sifa za wachezaji wa Kitanzania anazijua na mazingira yetu kwa ujumla, kwa sababu ameshahuduma akifanya kazi kama kocha mkuu wa timu ya Yanga. Ameondoka, amerudi, amefundisha timu ya Singida Black Stars kabla sasa kuja kukaimu kwa timu ya taifa na paka kupewa mkataba wa miaka 2. Na kitu ambacho mimi nimefurahia ni kuona namna lungu aliopewa la kuweza kuzunguka dunia nzima, kuona anaweza kupata vijana ambao wako tayari kuja kuitumikia taifa la Tanzania kwa ajili ya kuipa chachu na mafanikio timu ya taifa kwenye AFCON inayokuja, ambao sisi tutakuwa ni mmoja kati ya wanaoandaa. Kitu ambacho naona unajua hawa nyuma waliopita tulowatumia ambao umewataja hapa, kina Kwesi Kawawa, kina Mnoga, kina Chazi Mombwa, Tari na Rakia, wale walipatikana kwa muda ambao si mrefu sana. Yani ni scouting iliyofanyika kwa muda mfupi, tukaweza kuwapata na wamekuja wameonyesha kitu cha ziada. Lakini still Gamondi ana muda wa kutosha. Anao alionao, lakini anao ambao pengine watu hatuwajui. Sasa ni muda ambao yeye atakuwa anaweza kutembea na kuweza kufanya scouting ya vijana wale na kuweza pia kufanya ushawishi kwa kuweza kuja kulitumikia taifa letu. Kwa sababu inaweza kuta kuna mmoja ambaye anacheza huko lakini ana vinasaba na Tanzania kutokana na mzazi mmoja au wazazi wote, ila kwa sababu hakuna anayejua, inawezekana ndio maana tukaweza kuwaona. Lakini jambo hili linapofanywa na mwalimu mwenyewe, anaweza kuwa anaingiza kwenye mpango kazi wa kuja kuwatumia, si tu kuwachukua kwa sababu anacheza nje aje hapa. Wakati mwingine pia mwalimu anakuwa haipo kwenye mfumo wa kuweza kumtumia. Kwa hiyo ni jambo zuri, na kitu ambacho mimi nimefarijika ni kuona kitu ambacho anaenda kukifanya Gamondi kinapata shinikizo au hamasa kubwa kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unajua masuala ya michezo mara nyingi ukitegemea sana shirikisho, kuna sehemu inaweza ikashindikana kwa sababu ya vitu vinahitaji ni pesa, uwekezaji wa kutosha. Lakini unaona mheshimiwa waziri alivyoongea ni kwamba amepewa kila atakachohitaji. Serikali kwa kupitia wizara wako tayari kuweza kumsaidia na kumpa ushirikiano ili kuweza kufikia yale malengo. Na kama serikali imekuja kwa lengo kuu kwamba kuhakikisha AFCON ambayo tunaiandaa kama mmojawapo iweze kubaki hapa nchini kwetu, basi kuna nguvu ya ziada ambayo ataipata kutoka kwenye mashirikisho kama BMT pamoja na TFF, lakini vile vile na serikali yenyewe kwa ujumla. Kwa hiyo bado unaona pengine tuna mpango mkakati ambao tunautengeneza kuelekea AFCON 2027 na hii inakuja kutokana na baada ya Gamondi kutuonesha kwamba tunaweza kwenye AFCON ambayo ilikuwa na maandalizi mafupi. Sababu kama unaangalia timu yetu ilikaa siku 8 kwenye maandalizi kule Misri na baadaye ikaenda Morocco kufanya maandalizi ya mwisho kabla ya kuanza kwa mashindano. Lakini tumecheza na yale mataifa yote makubwa ambayo yana sifa kwa bara la Afrika na yote tuliyaona. Tumecheza na Nigeria. Ushindi wametufunga 2-1 lakini walikuwa wanaomba mpira uishi. Tumecheza na Tunisia. Kila mtu ameona kilichokuja kutokea, tukapata tiketi ya kwenda kwenye 16 bora. Tumecheza dhidi ya Morocco kwenye hatua ya 16 bora. Kwa hiyo ni timu ambayo imejengwa kwa muda mfupi na Mwalimu Gamondi, lakini imeenda kuonesha mafanikio yaliyo bora zaidi. Kwa hiyo mimi kwangu naona kwa muda huu aliopewa mkataba wa miaka 2 na muda ambao wa maandalizi kabla kuelekea kwenye AFCON, anaweza kwenda kufanya vizuri zaidi ya kile ambacho amefanya hapo awali. Unajua mara nyingi unapimwa kwa muendelezo. Amepeleka timu 16 bora. Kwangu mimi na imani AFCON inayokuja atatupeleka mbali zaidi ya pale ambapo tulipokuwa. Amin. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania.